Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku ya leo imeendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bana, mama yake mzazi na Hamisa Mobeto, mama Mobeto, siku ya leo ameamua tena kuzungumza na wale wote ambao walikuwa wanamsema vibaya baada tu ya interview yake kwenye mitandao ya kijamii. Comment zilikuwa nyingi sana, mama Mobeto akiwa analalamikiwa, wengi wakiwa wanamwambia kwamba yeye ni mama ambaye hajifunzi, yeye ni mama ambaye hawezi kukaa chini kumfunza binti yake, yeye ni mama ambaye amekuwa mara nyingi sana anaonekana anamshawishi mtoto wake ili mradi tu asiishi maisha ya ndoa, aishi maisha kama ambayo yeye anaishi. Mama Mobeto of course hajaolewa, ni mama ambaye anaishi peke yake, tunaweza kusema single mama. Sasa baadhi ya mashabiki wakawa wanadai huenda mama Mobeto anatamani Mobeto aishi yale maisha ambayo yeye ameweza kuyaishi, maisha ya bila ndoa. Na ukiangalia kwa asilimia kubwa sana, baada tu ya Hamisa Mobeto kupata mgogoro mkubwa na mume wake Azizi Ki, kuna namna fulani hivi mama Mobeto ameweza kumshawishi Hamisa Mobeto aweze tu kuchukua talaka yake kwa mwanaume wake, kwa sababu ameshaona kabisa huyu Azizi Ki atakuja kumuulia mtoto wake. Sasa mama Mobeto siku ya leo bana ameweza kuwajibu wale wote ambao wanamuona yeye sio mama bora, yeye ni mama ambaye anamshawishi mtoto wake atoke katika ndoa yake alafu awe mwanamke wa hovyo, mwanamke ambaye atakaa kama single mama, jambo ambalo mama Mobeto limemkwaza kwa asilimia kubwa sana. Kwanza kabisa kuna namna fulani hivi leo mama Mobeto ameweza kuzungumza jambo ambalo watu wengi tulikuwa hatulifahamu kuhusiana na mahari ambayo aliitoa Azizi Ki kipindi kile ambacho tuliweza kuona ng'ombe 30, lakini mahari ya pesa taslimu ilikuwa ni milioni 39. Sasa mama Mobeto siku leo ameweza kuzungumza kitu kingine, akadai kwamba wale wote ambao wanadhani Azizi Ki alitoa mahari yote, basi wanatakiwa kuelewa kwamba Azizi Ki alitoa mahari nusu, bado anadaiwa mahari nyingine nusu. Sasa unaweza kuona hapo una namna fulani hivi Azizi Ki alishtukia mchezo, aliona hapa, hebu kwanza nitoe mahari nusu na zile ng'ombe 30, alafu baadaye nitakuja kumalizia mahari. Sasa ukiangalia mama Mobeto anakuambia yeye kama mama Mobeto haoni sababu ya mtoto wake Hamisa Mobeto kupokea kipigo kizito kwa mume wake hata kama amekosea, na huku ukiangalia Azizi Ki hajamalizia mahari. Azizi Ki ni kama vile alimkopa, alimchukua Hamisa Mobeto, lakini bado hajamaliza ile mahari yote kwa mama Hamisa Mobeto. Sasa mama Hamisa Mobeto anakuambia kuliko mtoto wake aendelee kunyenyesika, kuliko mtoto wake aendelee kuteseka katika ndoa, ni bora tu hiyo talaka itoke, basi Hamisa Mobeto aendelee na maisha mengine kuliko kupata shida, kuliko kuishi bila furaha. Ni jambo ambalo hatamani yeye kama mama kumuona binti yake anapitia mambo magumu sana katika ndoa, licha ya kwamba ndoa ni uvumilivu, lakini kwa upande wake anakuambia ndoa sio uvumilivu wa kila kitu. Kuna baadhi ya vitu unatakiwa kuvumilia, lakini kuna vingine hautakiwi kuvumilia, na amekiri wazi kwamba yeye yupo tayari kurudisha hiyo mahari. Kama Azizi Ki ataitaka mahari yake, basi yeye kama mama yupo tayari kurudisha zile ng'ombe 30 na kurudisha basi na zile pesa alizotoa nusu. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Yeye kama mama Mobeto nadhani tunamuelewa kama mzazi, kwa sababu anaumia. Na ukiangalia Hamisa Mobeto amezaliwa peke yake, yule ndo mtoto wa pekee kwa mama yake. Mama Mobeto hana mtoto mwingine, na mtoto mmoja tu ambaye ni Hamisa Mobeto. Upendo ambao anamuonesha mtoto wake ni sahihi kabisa kwa mzazi yeyote yule. Hakuna mzazi ambaye anapenda mtoto wake ateseke, hakuna mzazi ambaye anapenda mtoto wake nyanyasike. Kila mzazi anatamani mtoto wake aishi maisha mazuri, na siku zote mtoto kwa mama hakui, na ndio maana mama Mobeto bado ameendelea kumsupport mtoto wake, bado ameendelea kusimama upande wa mtoto wake, licha ya kwamba mtoto wake yeye ndiye mwenye makosa. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.